ni mtani wenu. Kwa majina naitwa Amon Anastas Mpanju. Nina ulemavu wa macho. Ni mwakilishi wa Tanzania wenye ulemavu wana CCM wapenda maendeleo, ambao tunaenda na mgombea nchi nzima kuongea na Watanzania, kuwaeleza ukweli ya kwamba Mungu ametupa chaguo lililo sahihi, ambaye ni Dr. John Pombe Magufuli. Mungu ametupa mzalendo, Mungu ametupa kiongozi mwaminifu, Mungu ametupa kiongozi ambaye yuko tayari kuambatana na sisi bila ya kujali tofauti zetu, bila ya kujali makabila, rangi wala dini, ambaye yuko tayari kutuunganisha, na yeye si mwingine bali ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mara oye! Nimesimama hapa kudhihirisha kwanza kwamba Chama cha Mapinduzi kipo kwa ajili ya Watanzania wote. Chama cha Mapinduzi akibagui mtu kwa namna alivyo. Kinatukubali sisi wenye ulemavu, kinawakubali vijana, kinawakubali wakina mama, kinawakubali wazee, kinawakubali watu wa dini na kabila zote. CCM oye! Na zaidi ya yote, nimeambatana na mgombea ndugu John Pombe Magufuli kuwadhihirishia Watanzania kwamba serikali ya awamu ya 5 itakayoongozwa na Jemedari Dr. John Pombe Magufuli iko tayari kuleta mabadiliko, ikiwemo kuleta mabadiliko ya kweli kwa Watanzania wenye ulemavu. Tunajua kuna Watanzania wenzetu, mnajua kuna shule ya Mwisenge hapa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Imekuwa ikihudumia wasioona na watu wenye ualbino. Serikali ya Dr. John Pombe Magufuli itahakikisha inaleta vifaa vya kujifunzia na kufundishia kwa ajili ya shule zote zenye vitengo kwa ajili ya watu wenye ulemavu, lakini itaimarisha miundombinu ili kuwezesha Watanzania wenye ulemavu wa aina tofauti tofauti kuweza kusoma. Tulipokuwa Tarime, Dr. John Pombe Magufuli ameongea na watu wenye ulemavu. Amewahakikishia kwamba serikali yake itapunguza kodi kwa vifaa vya kujimudu, nyenzo za kujiongelea na vya kujifunzia kwa watu wenye ulemavu ili vipatikane, kwa maana kuwa na ulemavu sio adhabu. Lakini pia serikali ya Dr. John Pombe Magufuli itaweka utaratibu mzuri wa kuratibu masuala ya watu wenye ulemavu kuanzia serikali kuu mpaka serikali za mitaa, na itaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwa wafanyakazi wenye ulemavu walioajiriwa kunakuwa na utaratibu wa kuondoa kodi, kwa kuwa ukiwa na ulemavu unahitaji gharama za ziada. Mfano mimi nisiyeona unabidi uwe na mtu wa kusindikiza, fimbo nayo tumia ni zaidi ya $100,000. Kwa hiyo itaweka utaratibu mzuri. Ndio maana siku zote Dr. John Pombe Magufuli amesema atazingatia utekelezwaji kamilifu haki za watu wenye ulemavu. Mara oye! Lakini niwaambie neno ndugu zangu, kuna watu wanajidai kwamba wana watu wengi. Kila tulikoenda, kila wilaya, kila jimbo, watu wamejitokeza kwa mafuriko kama mlivyo hapa. Kwa hiyo wale wapuuzeni, hawana hoja. Mwalimu wetu Mwalimu Nyerere alisema ukiona wanasiasa waliofilisika ambao hawezi kutengeneza hoja zenye mashiko, watakuja kwa hoja za ukabila na udini. Mmemsikia Lowassa akiwa Tabora kule Jumapili iliyopita. Ameomba kura kwamba akaombewe ili yeye achaguliwe kuwa rais wa kwanza kuwa Mruteli. Niwaulize wanamsoma na Watanzania wote, je, tunamtafuta askofu wa Kiruteli? Tunayemtafuta ni rais wa kutuunganisha sisi sote bila kujali dini wala kabila, ili atuongoze katika kuleta maendeleo. Na huyo si mwingine, ni ndugu John Pombe Joseph Magufuli. Lakini pia niwaonye Watanzania wenzangu, kuna asasi za kiraia zimekuwa zikipita huko, zinajidai kutoa elimu ya uraia na mpiga kura, wakati huo wanatumia nafasi hiyo kuambia mchague fulani. Asasi hizo zipuuzeni. Na baadhi yao mmewasikia mapema wiki wakikemea kauli ambayo inalenga kujenga umoja, kauli inayoagiza kwamba vitendo vya uchochezi viondoshwe. Wanamkemea mgombea wetu kwamba asiyaseme hayo, lakini mgombea wetu amesema kwamba atajengea uwezo polisi ili waache kuvamiwa na watulinde kuwe na amani na usalama.
wao wanamkemea. Lakini Lowassa alienda kanisani kuomba kwa udhehebu anamwacha. Lowassa aliyesema atamfungulia Babu Seya ambaye ni mlawiti wa watoto wetu awakemei. Lowassa ambaye amesema atawafungulia wale wanaotumiwa kwa ugaidi awasemi. Je, hizi ni asasi kweli ama ni mlango wa pili wa Ukawa? Ninaomba Tanzania, asasi za namna hii za watu waliokosa maadili, wasiojitambua, zipuuzeni. Mara oye! Asanteni na Mungu awabariki. CCM oye! Utulivu hoye! Wanamara, mkiamua mnafanya, mkisema kutulia mnatulia. Leo kuna nini? Hebu tulieni tupate maneno. Haya, mzee Wasira njoo upige kidogo. CCM oye! Musoma oye! Ndugu zangu wanachama na wananchi wa Musoma, mkutano wa leo ni mkutano wa Dr. John Pombe Magufuli, na mimi naamini wote mnasubiri kwa hamu kumsikiliza, au sio? Mimi nitatumia muda mfupi sana hapa, lakini nataka kuwauliza wangapi wanapinga wizi? Wanyoshe mkono. Wangapi wanachukia rushwa? Wangapi wanachukia ufisadi? Mmenipa majibu sahihi. Sasa nataka niwaambie, wako watu wanawadanganya, wanawaambia wanaweza kuleta mabadiliko. CCM oye! Lakini neno mabadiliko lina sura ngapi? Sura moja ni mabadiliko ya kurudi nyuma, nayo ni mabadiliko. Na mabadiliko ya kwenda mbele, nayo ni nini? Sisi tunataka mabadiliko ya maendeleo. Na mabadiliko ya maendeleo ni ya kwenda wapi? Ya kwenda mbele. Haya ya kurudi nyuma siyajui vizuri. Sasa wale wanaosema mabadiliko, mabadiliko, hata ukiita umati mkubwa kama huwa uambie, eleza mabadiliko hayo ni yapi, hawawezi kueleza. Jangwani pale wakati Ukawa wanazindua, walimpa mkubwa wa mabadiliko ya Ukawa aeleze mabadiliko. Alitumia dakika 7. Dakika 7 unaweza kueleza mabadiliko ya watu milioni 46? Wale wote waliokuwa na kiu ya kusikia mabadiliko wakajiondokea. Hotuba ya mabadiliko pale ilikuwa dakika 7, ambayo ni fupi kuliko sala ya Baba yetu aliye mbinguni. Hawa hawana hoja. Hawa wanataka kwenda Ikulu, wanalao jambo. Wanataka kwenda Ikulu kwa sababu wamejiandaa kupora mali za Watanzania. Na ushahidi tunao. Uko ushahidi wa Richmond. Upo ushahidi. Maana unaweza kusema sijapelekwa mahakamani, lakini umepelekwa mahakama ya wananchi. Na wewe hujawaambia kilichotokea wakakuelewa. Kwa hiyo nawaambia, msikubali kudanganywa. Mkaambiwa kuna mabadiliko, lakini ukiambiwa yaeleze, huna cha kueleza. Hilo jambo la kwanza. Wengine wanataka kwenda Ikulu, wana visasi. Wanasema tulisikitika pamoja, tutafurahi pamoja. Walisikitika na nani? Watafurahi na nani? Watafurahi wale wale wachache waliokuwa wanashirikiana kupora mali ya Watanzania. Mbona wengine sisi tumefanya kazi serikalini mpaka uzeeni, hatujaitwa fisadi wala hatujaonyeshwa kidole? Kwa nini wao?
Kwa hiyo nakuja kuwatahadharisha, kataeni maneno yasiyokuwa na msingi. Nendeni kwenye vituo vya kupigia kura, mchagueni Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ndiye mteule wa CCM, ndiye amekabidhiwa Irani Jangwani, aendeleze maendeleo na mabadiliko ya kwenda wapi? Kwenda mbele. Mwenyewe atapata nafasi, atayaeleza mabadiliko hayo ni mabadiliko gani, na nyinyi mumsikilize kwa makini. Pili, hapa Msoma mjini mwaka 5 iliyopita mlifanya kosa. Na kufanya kosa sio kosa, kosa kurudia. Na kosa mnalijua, msirudie. Chagueni CCM, mchagueni ndugu yetu Matayo awe mwakilishi wenu. CCM oye! Wangapi wanakubali kuipigia kura CCM? Asantini na Mungu amesikia na ameona. Kwa hili tupishe wanakuja kwa mbwembwe, Chama cha Mapinduzi. CCM hoye! Mwigulu Nchemba, karibu. Watanzania wote chagua CCM, Chama cha Mapinduzi kimetutoa mbali, na kama noma wapinzani na iwe noma. CCM nambari 1 inasonga mbele Tanzania. Tanzania oye! Babu zangu oye! Bibi zangu oye! Irambo ya Msoma oye! Haya, na Irambo ya Singida oye! Ndugu mwenyekiti wa CCM pamoja na viongozi, na mheshimiwa sana rais wetu mtarajiwa, nitumie dakika hizi chache nilizopewa za kusalimia. Kwanza nitoe angalizo. Jana nimesikia kauli na leo nimeiona kwenye magazeti. Mzee mmoja akisema Watanzania wapende wasipende, yeye ataenda Ikulu. Naomba nimpe taarifa kwamba Ikulu watu wanakwenda kwa kura, wanakwenda kwa kuchaguliwa na Watanzania. Na yule anayesema wapende wasipende atakwenda Ikulu, asiwatangulize Watanzania. Tumuone yeye akienda kwa ubabe Ikulu na si kwa kura tuone. Kwa taarifa yake, mpaka leo tunavyoongea, CCM tumewazidi kwa ubora wa mgombea, kwa ubora wa sera, kwa ubora wa matarajio ya Watanzania, na tunawazidi kwa rekodi ya mgombea wetu. Kwa hiyo hata kabla ya kampeni kuisha, kura ingepigwa leo. Mwenye rekodi ya kutukuka tangu ujana wake ni Dr. John Pombe Magufuli. Magufuli hahitaji kampeni wala hahitaji chachandu kama zile za kukaa kwa maigizo kwenye daladala kuonekana atawatumikia Watanzania. Na mimi watu wengine na washangaa. Nadhani tuishauri tume pia iwe inapima na malaria. Wewe mtu, hata kamasi zako zikitoka mpaka unaomba msaada kuondolewa, na wewe unasema utaenda kwa ubabe Ikulu, utapitia wapi? Tanzania oye! Na Watanzania tuepuke kudanganywa. Kuna mambo mengi yamekuwa yakitokea kudanganywa. Na waambieni watu wa Msoma, siku hizi za kampeni ni siku za kutafakari kazi tulionayo mbele yetu na kutafakari aina ya mtu tunayempeleka. Ni jambo la msingi lile.
kwa sababu baada ya tarehe 25 kampeni zitaisha, mbwembwe zitaisha, bahasha zitaisha, itakayobaki ni kazi. Kwa tunapopanga kuchagua, tuchague mtu atakayefanya kazi masaa 24 kushughulikia matatizo ya Watanzania. Mimi nimekuwa nikishangazwa sana na baadhi ya watu, mpaka nasema mareli ile imetoka wapi? Eti watu wanakaa mbele ya mtu, yeye mwenyewe kusimama ni mwendo wa kinyonga, kutembea mwendo wa kinyonga, kuongea mwendo wa kinyonga, halafu hata maiki lazima ashikiwe, halafu anawaambia nikichaguliwa nitaendesha nchi kwa kasi. Kasi kutoka wapi? Kuinuka kwenye kiti mwendo wa kinyonga, kuongea mwendo wa kinyonga, kutembea mwendo wa kinyonga, maiki mpaka unashikiwa, halafu unasema eti mkinichagua nitaendesha nchi kwa mchaka. Kutoka wapi? Na waombeni tuwe makini. Nafasi tunayoongelea si ya kuchezea, ni nafasi ya kazi. Nimesikiliza na lile genge linalomzunguka. Moja ya kitu nilichosikitika, Tanzania oye, nilipomsikiliza Sumaye anasema miaka 50 hakuna kilichofanyika. Anasema Watanzania mmekuwa mkidanganywa. Hebu tusikilizane tuone yaliyopita. La kwanza, jambo la kwanza, mtu anayeongea kwamba miaka 50 hakuna kilichofanyika, mpaka leo hii tunavyoongea ametoka kwa miaka 10 kulipwa kwa kodi za Watanzania akiwa kwenye nafasi ya kusimamia shughuli za serikali. Kama leo hii kuna sehemu haina madawati na ilistahili kuwa na madawati, ni pamoja na kuwa na waziri mkuu ambaye ni zero, na amedhihirisha kwamba yeye ni zero wa kusimamia kazi za shughuli za maendeleo. Uliyepaswa kuwapa watu madawati, na wewe unaenda kusimama kuambia huna madawati. Miaka 10 umekuwa kwenye nafasi ya kuisimamia serikali, kusimamia shughuli za serikali, kuongoza shughuli za serikali, na wewe unasema mmedanganywa. Msidanganywe, kwa maana miaka 10 ulikuwa unadanganya. Kwa taarifa yake, mimi najua katika kipindi nilichoingia serikalini, nimejua swala zima la ubinafsishaji lilikuwa linaongozwa na timu wanaita Kiingereza fast track, ambaye kiongozi wake ni mheshimiwa waziri mkuu, na waziri mkuu yule ndo wanapeleka na timu yake ndogo kwenye baraza la mawaziri, ndipo wanamshauri rais. Na kwa miaka 10 ya kubinafsisha, aliyekuwa anakaa kwenye kikao kile kuongoza na kupeleka mapendekezo ni yeye mwenyewe Sumaye. Ndio maana amejiuzia mashamba, wamejiuzia makampuni, wamejiuzia mashirika ya serikali. Si kila siku ni Jumamosi. Tumewaletea kiboko ya matapeli Dr. John Pombe Magufuli. Nimpe taarifa Sumaye, hata yale makampuni, hata yale mashirika, hata vile vitu alivyojiuzia, akaandika kwa majina ya watu tunavijua, wakae mkao itakapoundwa mahakama ya kushughulikia mafisadi. Tunatambua vyote, ndio maana wameunganisha lile genge. Wakaungana kwa sababu wanafanana kwa ukwapuaji. Tanzania oye! Nimalizie moja la mwisho. Tanzania oye! Hili namalizia, naombeni mnisikilize kwa makini sana. Tena bahati nzuri naongelea mkoani, nyumbani kwa aliyeyatoa maneno haya. Naombeni msikilize kwa makini. Kuna watu wamekuwa wakizunguka, Ukawa wamekuwa wakizunguka, wanasema Mwalimu Nyerere alisema Watanzania wasipoyapata mabadiliko ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Wamekuwa wakipita wakisema hayo, na mimi nawaambieni ni kweli. Mwalimu Nyerere alisema kwamba Watanzania wasipoyapata
mabadiliko wasipoyaona ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Lakini twendeni sasa tuongelee wakati anahutubia ule mkutano. CCM oye! Wakati anahutubia ule mkutano alisema Watanzania kuna mambo manne wanataka kuyaona kwenye uongozi ujao. Akasema wasipoyaona ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Jambo la kwanza, akasema Watanzania wamechoka na rushwa. Akasema CCM tusipompata mgombea ambaye atapigana na rushwa na tukimtazama usoni tutaona kweli, na mtu akituuliza tutasema ni kweli ataweza kupigana na rushwa, wasipompata ndani ya CCM. Akasema akipatikana nje ya CCM watamfuata nje ya CCM. Sasa tujiulize, katika mwaka huu mgombea aliyeko ndani ya CCM ukimtazama usoni na anavyoongea na maisha yake utaona anaweza kupigana na rushwa, na mtu yeyote akikuuliza utaona anaweza kupigana na rushwa. Yule aliyekwenda nje amekwenda yule na genge lake ambaye kichwani, usoni, moyoni kote kunanuka rushwa na genge lake lote la rushwa. Yule Mtanzania atakayefuata nje atakuwa anafuata mabadiliko ya kwenda kwenye rushwa ama ya kukataa rushwa. La pili, alisema Watanzania hawajazoea mambo ya udini. Akasema tunahitaji, tena na nukuu kwa lugha yake, akasema tunahitaji kiongozi ambaye atasema kwenda kwenye udini ni upumbavu na ni hatari, kwa maneno ya Mwalimu. Leo hii anayesema Watanzania watatafuta mabadiliko nje ya CCM amekwenda yeye mwenyewe kuonesha lile Mwalimu alilesema ni upumbavu na ni hatari kwa kusema achaguliwe kwa dhehebu lake. Kwa hiyo wasipite na kuzunguka na kuwapotosha Watanzania kwa kutumia hotuba ya Mwalimu Nyerere huku akitaja sentensi moja. Kama wao ni mabingwa kunukuu hotuba ya Mwalimu Nyerere, kwa nini hawanukuu ile ya Mtanzania wa kawaida kuwanunua Watanzania? Mwalimu Nyerere alisema Mtanzania wa kawaida hawezi kuwanunua Watanzania kabla yeye kwanza kununuliwa. Kama wao ni mabingwa wa kunukuu, mbona hawatuambii? Nyerere alisema yule mtu anayeonekana anapenda sana kwenda Ikulu, hata pesa anatoa, wanafanana kabisa na maneno yale, mbona hawayanukuu? Na waombeni tusipotoshwe kwa watu kutumia hotuba huku wakinukuu kisehemu. Na mimi niwaambieni Watanzania, mwaka huu mwelekeo utakuwa wale watu waliokosea kipindi cha nyuma wakachagua upinzani hata kwa sehemu, sasa watarudi CCM kwa sababu kule wameshaua ajenda, hawana ajenda, na kitakachofuata itakuwa ni kuua upinzani. Hata nyie hapa msije mkakosea, wale walishafilisika, hawana ajenda tena na hawatakuwa na maadili ya kuisimamia serikali. Mara oye! Chagueni Magufuli, hana wa kufananishwa naye. Na mimi naomba nijiridhishe, wale watakao mpigia Magufuli mikono juu. Asanteni sana. Kama noma wapinzani na iwe noma. Hapana, Makiraki. CCM oye! Hebu Makiraki njoo salimie kidogo. Kama noma wapinzani na iwe noma. CCM. Naomba tuweke mikono namna hii, kuwe. Haya, tunaimba wimbo wa nyumbani, Dr. Magufuli ajue leo iko nyumbani. Kuwe. Magufuli. Veda. Madiwani. Veda. CCM oye! Bado. Msoma mpo. Wachasugu. Sura. Mulio. Magufuli wesa Mwamlola kutalikisi.
Wangapi achimchagula? Wale kuchomwa konde bamai na bakaka sura. CCM oye! Msoma mjini oye! Msoma mjini oye! Ndugu wananchi wa Msoma mjini na ndugu mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi chetu, kaka yetu, ndugu yetu Dr. Pombe Magufuli. Ndugu wananchi wa Msoma, mnisikilize. Mimi nataka kuwapeni salamu, na salamu ninazowapeni zinatoka Kilimanjaro, zinatoka Arusha, zinatoka Manyara, zinatoka Singida, zinatoka Dodoma, zinatoka Dar es Salaam na zinatoka Pwani, kwa sababu mimi mtoto wenu niliongozana na mgombea mwenza na si mwingine ni Samia Suluhu Hassan. Wao wanasema kwamba niseme nisiseme, nilonge nisilonge. Hata kule Kilimanjaro, Arusha na Manyara ambako upinzani ulianza, wanasema wao wote watamchagua Dr. Pombe Magufuli wa CCM. Na wamenituma niwaambie wana Msoma, msirudie kufanya makosa, msije mkakosea mkachukua mnyororo wa baiskeli mkaunga kwenye gari, haitatembea. Msije mkakosea mkachukua laini ya Voda mkaweka kwenye Tigo, haitalia. Chagueni mafiga matatu ya CCM, turejeshe heshima yetu Msoma mjini. Nataka niwaambieni wananchi wa Msoma, dalili njema huonekana asubuhi. Dr. Magufuli ambaye ni jembe, mara baada ya kutangazwa na Chama cha Mapinduzi, wakina mama mpo? Wakina mama mpo? Niseme nisiseme? Mara baada ya Dr. Magufuli kuteuliwa na CCM kuwa mgombea mwenza, kuwa mgombea wa CCM, ametupa sisi heshima wanawake wa Tanzania. Mara baada ya kutambua nguvu yetu, mara baada ya kutambua mchango wetu, mara baada ya kujua na yeye alizaliwa na mama, akamteua mgombea urais, mgombea mwenza kuwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Kwa hiyo niwaombe wakina mama wenzangu wa Msoma, leo ni siku yake. Mimi nimekuja na jeshi langu, nitakaa na nyinyi hapa wiki moja. Nimepita hapa naona mabango. Nataka ikifika tarehe 25 wote kwa pamoja tukamchagua Dr. Magufuli. Tutatembea nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, chumba kwa chumba, tuhakikishe Msoma tunarejesha heshima yetu. Msoma oye! Kuwe 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 kuwe. Veda veda veda. CCM oye! Naomba niwaletee mzee wetu, mwasisi wetu. Tunakuombeni masikio sana sana, utulivu sana, ili tuweze kujua hazina ya Chama cha Mapinduzi wanaweza kutuambia nini na kwa nini tuko hapa. Mheshimiwa Jaji Joseph Sinda Warioba, naomba ukaribia hapo fanye mambo. Karibu sana. CCM na Baliwani inasonga mbele Tanzania. Kama Mwai na iwe Mwai, tutakomesha wapinzani. CCM oye! Msoma oye! Mara oye! Bado sijasikia sauti. CCM oye! Ndugu wananchi wa Msoma, leo mgombea yuko hapa, anakuja na ilani hii. Ilani hii ina mambo mawili. Kwanza, inaeleza mafanikio tuliyopata tangu uchaguzi wa mwisho.
Pili, inaeleza changamoto tulizonazo na mikakati ya kukabiliana na changamoto hizo. Mgombea ataeleza changamoto zilizopo na mikakati ya kuzishughulikia. Mimi nitamsaidia kueleza mafanikio machache na umuhimu wa kulinda mafanikio. Nafanya hivyo kwa sababu nimesikia kuna watu wanasema kwa miaka 54 CCM haijafanya chochote. Kwa miaka 54 CCM haijafanya chochote. Humu kuna mafanikio. Maendeleo ni mchakato wa kudumu kwa mwanadamu tangu aundwe. Maendeleo maana yake ni mchakato wa kukabiliana na changamoto wakati wote. Hakuna jamii yoyote ambayo inaweza kusema imemaliza mchakato huo na hakuna matatizo katika jamii hiyo. Wakati wote tutakuwa na changamoto. Lakini kila unapokabiliana na changamoto, ukishafanikiwa mahali, unafanya huo ni msingi utakao kuwezesha kukabiliana na changamoto mpya. Sasa nimesikia wenzangu wanasema miaka 54 CCM imekuwa inaongoza nchi hii, haijafanya kitu chochote. Na baadhi wanaosema ni wale ambao walikuwa wamepewa majukumu kusimamia utekelezaji wa sera za CCM. Sura ya chama cha siasa kinachoshika dola ni serikali. Serikali ndiyo inakabidhiwa jukumu la utendaji. Nafanya uchaguzi, unamchagua rais, unachagua wabunge, unachagua madiwani. Rais anateua mawaziri, anamteua waziri mkuu, anakabidhiwa ilani aende kuitekeleza. Mawaziri ni washauri wa rais, na waziri mkuu ndiye mshauri wa karibu sana. Hakuna rais anayechukua uamuzi mzito bila kushauriana na waziri mkuu, kwa sababu anajua akishachukua uamuzi huo anayesimamia utekelezaji ni waziri mkuu. Na serikali kwa ujumla huwa inatoa taarifa. Mimi nilikuwa waziri, nilikuwa waziri mkuu, najua serikali inavyofanya kazi. Mkienda kwenye kumbukumbu, kama ni Hansard ya bunge ama taarifa zinazopelekwa kwenye chama, mtatukuta kila mwaka serikali inatoa taarifa juu ya utekelezaji. Na wanaotoa ni mawaziri kwa sekta zao, lakini zaidi waziri mkuu. Kwa hiyo mawaziri wakuu wote kuanzia mzee Kawawa mpaka Pinda sasa, kila mmoja amekuwa kila mwaka anatoa taarifa ya utekelezaji. Na wote tulikuwa tunaeleza mafanikio tuliyopata. Sasa wenzangu wanasema hakifanyika chochote. Mimi siungani nao kwa sababu nitakuwa nasema uongo. Kumekuwa na mafanikio na tumekuwa tunatoa taarifa kwa taifa. Nitoe mfano. Elimu hivi sasa tuna shule za awali, hatukuwa nazo huko nyuma. Kabla ya uhuru hatukuwa nazo. Tuna shule za msingi nyingi zaidi. Mimi nilipokuwa naingia shule, hilo jimbo linaloitwa Bunda vijijini, tulikuwa na primary moja tu pale Nyamswa, hakukuwa na nyingine. Leo kila kijiji kina shule ya msingi na vingine hata 2, 3. Wakati ule nasoma,
Mkoa huu, ukichukua mkoa huu, hatukuwa na shule ya secondary. Tulikuwa na shule moja tu ya kati, middle school, Mwisenge, ndio tulikuwa tunakwenda pale. Mimi nimesoma Mwisenge. Kila mwaka ilikuwa inachukua wanafunzi 40 kutoka Tarime na Msoma ya zamani ile. Leo wakati huo mikoa mitano hii, Kagera, Geita, Shinyanga, Simiyu, Mwanza, Mara, kulikuwa na secondary school moja tu, Bweru. Leo kila kata tuna secondary school. Wakati ule hatukuwa na university. Sasa tuna university zaidi ya 80. Kuna changamoto zake ambazo ndio anazungumzia, lakini msingi huo upo. Lakini kuna watu wanasema hakuna kilichofanyika, na wenyewe walikuwa wanatoa taarifa kwa mambo hayo. Unaweza kusema hivyo hivyo kuhusu afya. Tumefika mahali leo hii tunazo hospitali zinazofanya operation ya moyo. Muhimbili inafanya, Bugando inafanya. Na kwa sasa hivi mkisoma hii ilani, mipango inafanywa kuleta mashini zile ambazo zinaweza kuruhusu kufanya upasuaji wa kichwa. Wanaleta mashini ya kusaidia kutibu saratani. Haya ndio magonjwa ambayo inabidi tupeleke watu nje. Bado wanakazania, wakubwa tu wanakwenda nje, hawaoni na wanajua, lakini hawaambii wananchi. Hata maji ukiona yalivyoendelea, tena anachangaa ya jitihada zote zilizofanywa, mpaka hata tunatoa maji kutoka ziwa hili yamefika Shinyanga, baadaye yatakwenda Nzega, Igunga, Tabora, na hao ndio waliosimamiwa, wanasema hakuna kilichofanywa. Nasema tulinde mafanikio tuliyopata, na jukumu la kulinda mafanikio hayo ni la CCM kubwa zaidi. Wanasema hakuna mafanikio. Nchi hii kwa muda wa miaka 54 imekuwa na amani. Nchi gani nyingine ambayo imekuwa na amani kwa miaka 54? Amani hiyo ilikuja kwa sababu viongozi waliunganisha Watanzania. Tukakataa ukabila, tukakataa ubaguzi wa rangi, tukakataa ubaguzi wa dini, tukawa kitu kimoja. Umoja wetu ndio umekuwa msingi wa amani tulionayo. Na wenyewe wanakubali, lakini wanasema hakuna chochote kilichofanyika. Nasema kwa Watanzania, kwa Mtanzania yote pala alipo, ajiulize, pamoja na changamoto tulizonazo, kwa sababu kila mahali kuna changamoto, ajiulize yeye mwenyewe, hivi nchi hii kwa kweli haijapata mafanikio ya aina yoyote? Mimi najua jibu litakuwa tumekuwa na mafanikio, na tunajenga juu ya mafanikio hayo kuondoa changamoto zilizopo. Sasa kama tumepata mafanikio, na hawa wanaosema hakuna mafanikio wamekuwa sehemu ya kuleta mafanikio hayo, hivi kwa nini wanasema hakuna mafanikio? Wanakwenda wanachagua mahali ambapo kuna tatizo. Kwa hiyo anakwenda kwenye mahali wana matatizo ya maji, anasema mkinichagua baada ya saa 48 matatizo ya maji yatakuwa yamekwisha. Watanzania mjiulize, hivi kuna mtu ana uwezo wa kumaliza matatizo ya maji kwa muda wa saa 48? Kama anajua hivyo, kwa nini anasema hivyo? Na hasa wanalenga, wanasema akina mama hakuna usafiri wa kupeleka zahanati, hazitoshi. Sawa, na hiyo imo humu, lakini hiyo haina maana kusema hakuna huduma za afya.
unataka uziimarishe, usiseme kwamba hazipo. Mimi nilipoteuliwa na Mwalimu kuwa mwanasheria mkuu wake, aliniita akaniambia, na kuteua uwe mshauri wangu kwa mambo ya katiba na sheria, na nakutaka uwe unanipa ushauri wa kweli kwa kile unachoamini. Usije ukaja nikataka ushauri ukanitazama usoni ukanipa jibu la kunipendeza. Uniambie ukweli hata kama unajua sitaupenda. Nilikuwa mwanasheria wake kwa miaka 10 na ndivyo alivyonilea. Ndivyo alivyonilea. Na wauliza ndugu zangu wale, ndivyo alivyolelewa, mambo aliyoyafanya wanayakana leo. Na kama wanayakana, watu watawaaminije kwamba hayo wanayoahidi watayatekeleza? CCM oye! Nasema hivi, CCM bado ndio chama kinaweza kusimamia maendeleo ya nchi hii. Vyama vile bado, na vyenyewe vinajua bado. Ndio maana vinajua uongozi huko CCM. Wanatafuta kuazima kutoka CCM. Wakati wote wanataka watu watoke CCM waende kule. Wangekuwa tayari, wasingetaka watu wa CCM. Hata mimi walinitaka, nikasema niende kukana haya tuliyofanya. CCM itasimamia. Na CCM kusimamia ni lazima ipange vizuri, ipate watu wazuri wa kusimamia. Mwaka huu imefanya mabadiliko makubwa sana. Tulikuwa wengine tuna wasiwasi, lakini mwaka huu pale Dodoma ikatuondolea wasiwasi wetu. Mabadiliko makubwa iliyofanya, kwanza ilisema hatutaki mtu mwenye makundi ambaye atatugawa. Wakakataa watu wa makundi. Hatutaki mtu anayetafuta uongozi kwa fedha, atakuja kuiba fedha zetu. Wakatoa 5 safi, wakafika mahali wakawa 3 safi. Baadaye wakatupatia Magufuli. Sasa hii nimesema nyingi, nilisema Jangwani. Nasema tunataka mtu atakayelinda mafanikio yetu na hasa umoja wetu, amani yetu. Tunamtaka mzalendo. Mzalendo, Mtanzania halisi ambaye anajali utu, anashirikiana na watu, anaheshimu watu, anatuunganisha, hana ubaguzi wa kabila, hana ubaguzi wa dini, ili aweze kuimarisha amani yetu. Magufuli ni mzalendo, na tumemleta, ni mzalendo. Tunamtaka mtu mwadilifu. Na hili nimelisema. Nilipewa kazi mwaka 96. Rais Mkapa aliniteua kuongoza tume ya kuchunguza rushwa. Mle katika taarifa yetu tulisema sekta ambayo ilikuwa imejaa ufisadi ilikuwa ujenzi, na hasa ujenzi wa mabarabara, ujenzi wa madaraja. Fedha nyingi zilikuwa zinapotea. Miaka 15 amesimamia Magufuli. Mmesikia kuna ufisadi huko? Huko ndio kulikuwa na ufisadi mkubwa. Amesimamia. Na unaweza kusema mambo mengine. Ni mchapakazi na yuko wazi. Mimi jana tulikuwa Nyamswa. Mimi ni mwanasheria. Huyu anazungumza sheria naifahamu, kama anazitaja mimi ambazo hata sijui. Anafanya kazi kwa msingi wa sheria. Anakuwa mwazi. Huwa nimewaambia watu, nasema
anaposimamia barabara atakwambia barabara hiyo ina urefu gani. Nyasura para amewaambia, anasema ina urefu gani, itajengwa kwa kiwango cha lami, atakayejenga ni fulani, gharama yake itakuwa kiasi hiki, muda wake utakuwa, anakuwa mwazi kabisa, ili mkija kumuuliza akikosea mahali popote muuliza anaweza kujibu mazuri. Ni mwadilifu na ni mchapakazi. Hiyo sasa wote mnajua, sina haja ya kuieleza. Basi kwa hayo, kwa dakika 2-3 nizungumzie jambo jingine. Nimesikia kwamba Ukawa wanasema wakichaguliwa watasimamia katiba mpya. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa tume ya katiba. Tukawa na mawazo tofauti na bunge maalum. Ukawa ndio wakaundwa pale kusema wanatetea katiba ya wananchi. Walinijia watu wengi sana kunishauri, wakasema hawaungi mkono maoni ya wananchi. Nia yao ni kuzuia mchakato ili katiba mpya ije watakapoingia madaraka watie mambo wanayoyataka. Niliwakatalia, waliokuja kuniambia, nilikatalia. Nikasema mimi naamini hawa wanaunga mkono. Sasa tumeingia hapa, nimeona hakuna kuunga mkono maoni yale. Kuna mambo ya muhimu mle. Muungano kwa mfano, tunajua kuna upinzani wa muungano. Ni vyama viwili vimeleta wagombea, kimoja kinataka muungano wa mkataba, ni kuvunja muungano. Kwa hiyo hapo hawawezi kusema watakwenda kwenye maoni ya wananchi. Kwenye maadili ambalo ndio swala kubwa, kwa sababu ufisadi unatusumbua sana, mmekwishaona yaliyotokea. Hawana uhalali tena, hata wanashindwa kujijibu wao wenyewe. Wamelianza wao wenyewe, sasa wanashindwa kujibu, na wamekuwa bubu kuzungumzia mambo ya maadili, vita dhidi ya ufisadi. Hawatabadili. Madaraka ya rais, mmeona wanayosema sasa, wanataka rais ambaye anaweza kuondoa hata kesi mahakamani. Tunajua mawazo yao. Anayozungumza polepole ni yale tunayajua, kwa sababu yako kwenye kumbukumbu za tume. Sisi tumeendelea kuzungumza hii, tumekuwa tunazungumza na viongozi wa CCM, na naweza kuwaambia kwa kujiamini kabisa, tulifika mahali tukakubaliana na viongozi wa CCM kwamba bado kuna kazi ya kufanya ili tupate maelewano juu ya katiba ambayo itakubalika na watu wote. Nasema hiyo kwa kujiamini. Na tukasema sasa hivi tuache, kwa kuwa kisheria bunge lipo, bunge maalum. Tukimaliza uchaguzi huu tutaiangalia upya, tutapata katiba inayozingatia maoni ya wananchi. Mimi msimamo wangu ni ule, bado natetea maoni ya wananchi, na naamini tunaweza. Sasa wapinzani wakubwa watakuwa Ukawa. Sasa nimezungumza, nataka mnisikilize tu, natumaini mmenisikiliza. Nasema mwaka huu CCM imefanya mabadiliko, imetuletea watu ambao watasimamia kutekeleza ilani yetu hii ili tuende mbele katika gurudumu la maendeleo. Watu wa Mara, hapa tuko Mara. Mko tayari? Mabango hayo mwache, atakuja mgombea mwenyewe. Atayaona. Nataka nione kama mtampigia kura Magufuli. Nione mikono. Magufuli anasema hatatuangusha. Na waomba watu wa Mara, msiniangushe.
muungane na Magufuli, msituangushe. Baada ya kusema hayo, na washukuru na Mungu awabariki. CCM na Baliwani inasonga mbele Tanzania. Kama Mwai na iwe Mwai, tutakomesha wapinzani wakimwaga mboga watalanja, wakizima moto tutavunja jiko, wakiapa helikopta tutapishana angani. CCM oye! Mheshimiwa Jakopa, hao waliosimama hao inabidi tuwape wimbo mmoja ili wamwamshe mgombea ubunge wa Msoma mjini. Haya, karibu, anza. Chenye sera nzuri kwa Watanzania, imedumisha amani kwa taifa letu, umoja na mshikamano. tunajivunia inawara, CCM kimenuka, Mikono juu, mikono juu. wapinzani inawara, CCM kimenuka, wapinzani Wamepaga wa wapinzani hawana pa kushika, imewapata tufani, kijasho kinawatoka, hawajui wafanye nini, uko kwao kimenuka. CCM Mikono juu. hizo kifani, wamepaga wa wapinzani hawana pa kushika, imewapata tufani, kijasho kinawatoka, hawajui wafanye nini, uko kwao kimenuka. CCM iko shwari. hizo kifani kinawara, CCM kimenuka, wapinzani kinawara, CCM kimenuka, wapinzani Mikono juu. Wanataka kuvuruga amani, wanataka kutuletea vita, wanataka kuleta udini, wanataka kuleta ukabila. CCM hoye! Haya, hapa tutulie jamani, tutulie, watu wanaumia sasa. Jamani, askari tusaidie hapo, tusaidie hapo, tusaidie hapo. Taratibu. Taratibu. CCM hoye! Utulivu hoye! Jamani, angalieni chini kama kuna watoto hapo. Askari, kamanda vijana, huko hapo. Vijana wako wako wapi wewe bwana? Hiyo kazi ya vijana.
CCM oye! Utulivu oye! Haya, pameshakuwa salama sasa. Tutulie. Utaanza. Haya, namkaribisha. Hey, boss. Hey, masikio. CCM oye! Msoma hoye! Magufuli moto! Kweli Mkendo leo, waheshimiwa, kila aliyemo humu tunafanya mambo yetu haraka ili tuanze kuserebuka kabla ya saa 12. Tuvumiliane, tupeane maneno mazuri, baadaye tuanze rumba, ndio sio? Mheshimiwa mgombea urais, mimi shule yangu ya msingi niyo Mkendo. Lakini leo wewe umevunja rekodi hapa. Panatisha, pameshiba, watu wanasubiri maneno yako. Lakini naomba nimlete mbunge mteule wa Chama cha Mapinduzi, Vedasto Manyinyi, aanze maneno. Vedasto, karibu. Vedasto! CCM oye! Magufuli oye! Asanteni sana ndugu zangu. Mheshimiwa mgombea urais kakaangu Joseph Pombe Magufuli, leo tunakukaribisha uweze kuzungumza na wananchi wa jimbo la Msoma. Na kusema kweli, leo huu ni mkutano wako. Kwa hiyo kwa kweli huu ni mkutano wako, watu wengi wanayo kiu ya kumsikia ndugu yetu John Pombe Magufuli. Uongo kweli? Sasa kabla ya hapo, naomba kwa ufupi sana niseme maneno machache kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, tunatambua kwamba katika kipindi cha miaka 5 jimbo letu la Msoma lilikuwa chini ya upinzani, si ndio jamani? Sasa hata mgombea wetu amekuja akiwa na mashaka. Naomba nikuhakikishie watu wetu wamejifunza, wanasema kufanya si kosa isipokuwa kurudia kosa. Na wameniambia wako tayari, wamechoka kukaa upinzani. Safari hii kura zote CCM oye! Hilo ni la kwanza. La pili, hawa wananchi wa Msoma wanatambua vizuri uwezo wako. Wanatambua vizuri ni kwa kiasi gani unachapa kazi. Na labda yawezekana wewe umesahau, lakini nikukumbushe kwa mambo mawili. Moja, mwaka 2005 ulikuja kufungua ile barabara ya Butiama. Uliposikia CCM tuna mkutano wetu tena hapo Mkendo, tulikualika na ukaja. Ukaniuliza, Vedasto, Bwana Matayo, shida yako kubwa nini? Nikakwambia, mzee, hapa hata barabara hatuna. Ukasimama ukawaambia hawa wananchi kwamba kuanzia mwezi ujao tutaanza na barabara ya Mkendo Rami. Sasa Mheshimiwa John Pombe Magufuli, hazikupita wiki mbili wataalamu wakaja wakapima. Ile tumeanza tu 2006, ile barabara ya Mkendo na Shabani Rami. Tukaenda Uhuru Rami. Tukaenda Nyerere Road Rami.
tukaenda Mwigobero rami, Majitarodi rami, Mwisenge rami. CCM oye! Hayo yote yalikuwa yanafanyika kwa sababu mlinipeleka bungeni, na kila mara nilikuwa naenda kwa kakaangu Magufuli na mwambia mzee, ulinipa karami kamoja, hebu niongezee kengine. Kwa hiyo kila mwaka rami. CCM oye! Hapo vipi? La pili, wakati tunafungua kivuko hiki cha feri, bahati nzuri ulikuja. Ulipokuja, kati ya kero ya watu wa Msoma, kivuko kilikuwa kinalala Msoma, lakini watu wa Msoma walikuwa wanahitaji mahitaji mengi kutoka Kinesi: samaki, ndizi, vyote hivyo walikuwa na vihitaji kutoka Kinesi. Tukakupa ombi maalum kwamba mzee, hebu kile kivuko badala ya kulala huku, hebu kilale Kinesi, asubuhi kinawahi mjini. Pale pale ulisema kuanzia kesho kivuko kitalala Kinesi, asubuhi kinakuja Msoma. Mzee, kazi hiyo inaendelea vizuri na hawa wananchi wana furaha kwa sababu wanapata huduma nzuri. CCM oye! Oye! La tatu, Mheshimiwa, naomba niseme hawa wananchi wa jimbo la Msoma, baada ya kukaa upinzani kwa muda wa kipindi cha miaka 5, badala ya kwenda mbele, wao wameendelea kurudi nyuma. Sisi miaka 5 ya CCM tulijenga sekondari 14, wao hata moja hakuna. Miaka 5 tulijenga zahanati zisizopungua 6, miaka 5 hakuna. Baeleze. Sasa ndio maana wamesema safari hii hakuna cha mpinzani, hakuna cha mjomba wake na mpinzani, kura zote CCM. CCM oye! La mwisho, maana mheshimiwa nimesema mkutano ni wako, kwa hiyo lazima niseme kwa ufupi. Hawa wananchi wa jimbo la Msoma, kwa sababu wanahitaji maendeleo, na wote wanajua wewe ni mchapakazi na ukisema unatenda. Yako mambo ambayo mimi pamoja na madiwani wangu naomba nikuhakikishie tumejipanga vizuri. Kuanzia tarehe 1 Januari, wao wamesema hawataki maneno, wanataka vitendo. La kwanza, hawa wananchi wamesema, na sisi mimi na madiwani wangu tumewaahidi, tukasema kuanzia Januari kitendo cha mtoto wa shule ya msingi kukaa chini mwiko. CCM oye! La pili, tumeweka mpango mkakati mzuri kwa ajili ya kuwapatia vijana ajira. Tumesema kwa mwaka kesho peke yake tunaanza na vijana 500, tunawapeleka kambini, wanajifunza ujasiriamali, wakimaliza baada ya mwaka mmoja mtaji. Vijana oye! Hapo vipi? Wakina mama mpo? Tupo. Niseme nisiseme? Sema. Mheshimiwa John Pombe Magufuli, watu wengi wa Msoma, maana sisi Msoma hatuna shamba, watu wengi wanafanya biashara, watu wengi ni wajasiriamali. Uongo kweli? Kwa kuwa watu wengi ni wajasiriamali, wanapenda kufanya biashara yao ndogo ndogo, lakini tatizo kubwa la watu wa Msoma, hawapati mtaji. Naomba hili niliseme, maana mimi na madiwani wangu tulishakaa tukazungumza na tukakubaliana. Tukasema kitu cha kwanza, lazima kwa kuweka nguvu zangu na nguvu za marafiki zangu, lazima akina mama na vijana waweze kupata mikopo ili waweze kufanya biashara zao. Akina mama oye! Jambo moja ninamuomba mzee wetu John Pombe Magufuli. Yeye
bahati nzuri ni mtu wa sheria na ninyi mnamjua. Akisema ametenda. Katika halmashauri zetu zinapaswa zichangie 5% ya mapato yake kwa ajili ya mikopo ya vijana na kwa ajili ya mikopo ya kina mama. Mzee wetu, hebu simamia hili na madiwani tutasimamia, tuhakikishe kwamba fedha hizi zinapatikana, zinaenda kwa kina mama na kwa vijana. Vijana oye! Mwisho yako matatizo ambayo yako kwenye uwezo wetu, lakini yako matatizo ambayo yako kwenye uwezo wa John Pombe Magufuli. Niseme nisiseme? Moja, tunatambua katika kila kipindi chetu cha miaka 5 ulitupatia lami, barabara za lami. Kipindi kilichofuata miaka 5 yote hakuna hata nusu kilomita ya lami. Maana wenzetu wanazungumza hii barabara ya lami tulianzia kule Sabasaba mwaka 2010. Hadi sasa ndio imekuja kuisha. Lakini upinzani hata kilomita 1 hakuna. Sasa ombi la kwanza, mzee, hebu tusaidie barabara za lami. Barabara ya kwanza, hii barabara inayopita Nyakato, inapita Sanane, inaenda Kongwa, inaenda Bisubwa, lami. Barabara ya pili, kuna hii barabara ambayo inapita hapo ofisi za CCM, inanyosha Nyasho, inaingia Kamnyonge, ishike kule, lami. Mzee, ukimaliza hizo, hebu sawazisha hizi kilomita 1 na 5 hizi za mjini hizi. Akina Iringo kule tuchape lami, kule Mwigobero lami, na maeneo yote lami. Lakini barabara ya mwisho na ya msingi, ukiangalia shule zetu za sekondari, tumejenga kuanzia Makoko mpaka Nyamitwebiri, zote tumezijenga katika laini moja. Wanafunzi wetu tunatambua wanapata taabu kubwa kwenda kule mashuleni. Walimu wanapata taabu kubwa kwenda kule shuleni. Tunakuomba kwa heshima na taadhima, barabara ianzie Bweri, iunge pita nyuma ya Kongwa kwenye zile shule zote mpaka kule Bukanga. Kwa hiyo daradara zitakuwa zinazunguka hivi. Kwa hiyo mwanafunzi yoyote mwenye kafedha kake, mwalimu yoyote anapata daradara, wala sipate shida. CCM oye! Mwisho, hospitali yetu ya Kwangwa. Hospitali yetu ya Kwangwa, Mheshimiwa Jakaya 2010 tulimuomba na akakubali, akawa anatoa bilioni 2 kila mwaka kwa ajili ya ile hospitali. Ile hospitali bado, ile kasi bado ni ndogo. Tungeomba mzee, miaka yako 5 uweze kutuachia ile hospitali ya Kwangwa hiyo imekamilika tena kwa kiwango cha kisasa. Hospitali ya rufaa watu wote waende Kwangwa hospitali. CCM oye! Baada ya kusema hayo, ndugu zangu wanamsoma, maombi yenu yote nadhani nimeyafikisha. Uwezo wa Dr. Pombe Magufuli mnaujua. Wako wengine wamezungumza uwanja wa ndege huu anaujua, yeye mwenyewe juzi alishuka ule ndani ya muda mfupi lami. Baada ya kusema hayo, mimi naomba niulize sasa, CCM oye! Swala la maji hatulizungumzi kwa sababu ule ni mradi tulisha uanza, na sasa kazi yake ni kusisitiza ili maji ya mwagike. Sasa baada ya hilo, baada ya hayo maneno, wangapi tuko tayari kumpa John Pombe Magufuli? Zimetosha hazijatosha? Lakini na mimi msaidizi wake kama mbunge, wangapi mko tayari kunipa kura? Wangapi mnawapa madiwani wa CCM kura? CCM oye! Asanteni. Domi, acha fujo. CCM oye! Mimi naomba niongezee pale Veda alikosema kidogo kuhusu upinzani. Kidogo pale. Mimi Veda alikuwa meya wangu, nilikuwa naibu wake. Pale Nyasho, mkuu wa mkoa Msangi anajua.
tulitenga eneo kwa ajili ya kupanua sekondari nikiwa diwani kwa miaka yangu. Walivyoingia wapinzani wamejigawiwa viwanja wamejenga. Nyasho hawezi kupata mahali pa kujenga sekondari. Wapinzani hawafai. Kama kujigawia tungejigawia sisi. Wa Msoma tumeshaumwa na nyoka, rekebisheni mambo. CCM oyee. Sasa mimi nataka kusema yanayonihusu katika eneo hili. Nikamaliza niwaletee mgombea. Ndugu zangu, mimi natembea na Mheshimiwa John Pombe Magufuli, lakini yangu ya msingi ni kusema wasifu wake ni nani. Sio rais mpaka nikupe maneno haya. Dr. John Pombe Magufuli katika wagombea wanane wa Tanzania wa uraisi, yeye ndiye daktari. Kweli si kweli? Watanzania tumehama kwenye analog, si ndio? Tuko digitali. Kwa hiyo wale wenzetu bado wako analog. Tunaomba wagombea wake wabaki nao huko huko. Tuende na mgombea wa daktari. Lakini udaktari wake ni upi? Magufuli ameingia darasani akasoma, akamaliza sekondari, akapata degree ya kwanza, akapata masters, akasomea PhD. Yeye ni mtaalamu wa kemia. Hesabu imekaa hapo mwanzo mwisho. Na ndio maana akikupa kilomita za barabara hakosea hata nukta. CCM oyee. Lakini Magufuli ni mwadilifu. Ndani ya mchakato wa Chama cha Mapinduzi wagombea walikuwa 42. Waliorudisha fomu 38. Kamati ya maadili ikakaa ikaleta 15. Kamati kuu tukachuja tukapata 5. Halmashauri kuu ya taifa ikapata 3. Mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kati ya wapiga kura 2450, John Pombe Joseph Magufuli alipata kura 2050. Nini maana yake? Ukienda vyama vya wenzetu wao wanabaka demokrasia. Unakinua chama leo, unaenda kesho, unatangazwa wewe, unapewa wewe. Sio ndani ya CCM. CCM oye. Lakini Magufuli ni mwadilifu. Ni mtiifu. Anachukia wazembe. Wako watu leo wanasema tunamuogopa Magufuli itakuwaje? Hapana. Magufuli ni mpole sana. Lakini Magufuli hawataki watu mnaingia ofisini saa 2, saa 4 unaenda kunywa chai, saa 7 unarudi nyumbani kwako. Hao lazima waogope. Tumemleta Magufuli kurudisha heshima ndani ya Chama cha Mapinduzi na katika serikali. Sasa wale walioko serikalini wanaogopa, hebu njirekebishe basi. Ukijirekebisha huwezi kumuogopa Magufuli. Ukitenda vibaya jembe linaingia. CCM oye. Wa Msoma oye. Nyasho oye. Madiwani oye. Sasa Sanya njoo muamshe mkubwa apige jaramba. Tunaomba usikivu wenu. Toti akimaliza Sanya mumlete mgombea urais. CCM oye! CCM oye! Hebu tuinue mikono juu kidogo tafadhali. Mikono juu. Ali Selema! Ali Selema! Selema Selema! Magufuli Selema! Veda Selema! Madiwani Selema! CCM oye! Ndugu zangu Wanamara, huu ni mkutano wa mwisho wa mgombea urais ndani ya mkoa wetu. Naomba kwanza niwashukuru kwa wingi na idadi kubwa ya maelfu ya watu mliofika kumsikiliza John Pombe Magufuli. Ninaamini umati huu ni wa Watanzania bila kujali vyama vyenu wala dini zenu. Mheshimiwa Magufuli waliokuja hapa ni Watanzania ambao kwa namna moja au nyingine huwa wanasema wamechoka na spidi iliyoko kwenye kuleta maendeleo.
bado wana imani na chama chao cha Mapinduzi, lakini kwa staili gani? Wamesema wanahitaji staili yako ya speed and standard. CCM oye! Wana imani na hilo. Sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara tunajivuna kwa sababu upande wa urais hata wale wa Chadema wanasema kwa Magufuli hatuna tatizo. Kafu wanasema wanakuunga mkono, wanakufahamu. Ni jinsi gani Watanzania wanataka kiongozi. Vyama baadaye kuna wakati wanasema hivyo. Na sisi wana CCM tuna wajibu wa kuleta maendeleo ndani ya nchi hii. Lazima tukubali kuleta wagombea ambao watapigiwa kura zenye matumaini na wao na uhakika kura zao hazikupotea ndani ya CCM. CCM oye! Ndugu zangu wa Tanzania, kwa swala la Magufuli tusifanye mchezo. Swala la urais tusifanye mchezo wala ulinganifu. Magufuli hakuna asiyemfahamu. Baada ya uteuzi wako kule Dodoma, vyama vyote vilikubali kwamba hapo CCM imeleta karata bora. Uongo kweli? Hakuna haja ya kuuza kitu ambacho hakiuziki, sio jamani? Mheshimiwa John Pombe Magufuli, kwa maana ya urais, tuungane vyama vyote, dini zote, hata wasiokuwa na dini tumpigie kura ya ndio. Ana uchungu na Tanzania hii, hata kwa kuzungumza mtamuona. Anahitaji mabadiliko yenye speed, lakini standard pia iwepo. CCM oye! Baada ya kusema hayo, anahitaji nimpe muda kama wa dakika 45 aseme, na najua mna hamu sana, mnamhitaji kumsikiliza. Anzeni kumuita hivi kabla sijasema. Kama mnyooshi simleti. Mheshimiwa John Pombe Magufuli, karibu.